kipindi ambacho huendeshwa na Sheikh Muhammad Baero, lakini leo kwa bahati mbaya kutokamana na shughuli za kidawa hatutoweza kuwa naye katika studio yetu ya leo. Mada ambayo tumechagua kuizungumzia leo ni mada moja muhimu sana, ambapo ningelipenda mpenzi mtazamaji ufuatilie mada hii kwa makini, kwa sababu ni mada ambayo inahusu jamii kiujumla. Mada yenyewe ni mada tumeipatia jina asihiru, mada ya uchawi. Mada hii kiukweli ni mada ambayo ni pana mno, na ni mada ambayo hatuwezi tukaimaliza kwa leo wala kesho, kutokamana na kwamba huenda baadhi yenu mkawa na maswali mbalimbali yanayohusiana na mada kama hii. Kwa hivyo lazima pia tuweze kutoa wakati wa kuweza kuchanganua baadhi ya maswali ambayo yatakuwa yameulizwa yanayohusiana na mada hii ambayo tunayozungumzia. Kwa hiyo napenda mpenzi mtazamaji, mahala popote ulipo, kama una kalamu na karatasi, uweze kuwa makini kunukuu baadhi ya mambo ambayo tutakayokuwa tunayazungumzia katika mada kama hii. Kwa sababu leo biidhnillahi alkarim mada hii ya uchawi tutaizungumzia katika swala la kielimu, kutokamana na vitabu mbalimbali ambavyo tumevisoma, na pia kupitia uchambuzi na utafiti wa kindani ambao tumeufanya katika njia mbalimbali. Wajua, katika ulimwengu tunaoishi huu, miongoni mwa maradhi ambayo mwanadamu yanamtaabisha sana kiasi ya kwamba madawa yamekosekana katika hospitali kuweza kutatua magonjwa kama hayo. Maradhi yenyewe ni maradhi yanayosababishwa na uchawi, maradhi yanayosababishwa na hasad, maradhi yanayosababishwa na kijicho al-ain, na maradhi yanayosababishwa na mashetani katika majini. Maradhi kama haya ni kweli yamekuwa ni maradhi yamekosa tiba katika hospitali tunazozifahamu, na wasababishaji wa maradhi kama haya ni al-insu wa shayatin, ni wanadamu, na pia hapo pia mashetani wanahusika pakubwa kuhusu swala la haya maradhi manne tuliyoyataja: maradhi ya uchawi, maradhi ya kijicho, maradhi ya hasad na maradhi ya mashetani. Mbali na hivyo kwamba maradhi haya hayaathiri tu peke yake mwili, ya kwamba tukasema maradhi ya uchawi yanaathiri mwili peke yake, la, bali maradhi ya uchawi licha ya kwamba yanaathiri mwili, hapo pia yanaathiri mambo yanayomzunguka mwanadamu, ikiwemo biashara zake. Kama ni biashara, maradhi kama haya yanaweza yakaingia huko. Kama ni kilimo, pia maradhi kama haya yanaweza yakaingia huko. Katika masomo, yanaathiri mpaka ndoa, yanaathiri mpaka kazi ya mtu, na pia yanaweza yakaathiri tabia ya watoto, na pia maendeleo yako kiujumla. Kwa hiyo si maradhi ambayo yanaishia tu kwa mwili kama vile yale maradhi ya kawaida, bali maradhi kama haya yanaupiga mwili na pia yanapiga mambo yanayokuzunguka. Kwa maana hii tunaweza tukasema uchawi ni kama virus, yani kama kirusi ambacho kinamwathiri mwanadamu na pia kinaathiri mazingira anamoishi mwanadamu. Leo ni familia ngapi zimekwisha sambaratika kwa sababu ya mambo ya uchawi? Ndoa ngapi ambazo zimevunjika leo? Biashara zimeharibika, mtu amefutwa kazi, mtu alikuwa na afya yake nzuri, leo kutokamana na mambo ya uchawi, basi mtu kama yule ameishia kutibu maradhi ambayo hajui yametoka wapi na hayasikii dawa. Kwa maana hiyo ndio maana tumependelea katika jamvi letu la mashekhe leo tuzungumzie mada hii ya uchawi. Ingawa ni mada pana, hatutoweza kumaliza leo wala kesho. Kwa hiyo tutachukua vipengee kadhaa. Kwanza
tuanze kuchambua ma huwa sihir. Uchawi ni nini? Wajua tumetaja kwamba kuna haya maradhi manne: maradhi ya uchawi, maradhi ya kijicho, maradhi ya hasad na maradhi ya majini. Kwa hiyo hatuzungumzia hapa masala ya majini, wala hatuzungumzii kijicho wala hasad. Tunazungumzia swala zima kuhusu uchawi. Tunapozungumzia swala la uchawi, nadhani wengi tufahamu uchawi huwa ni nini, ingawa wapo baadhi ya watu hawaamini vitu kama hivyo, sema mimi bana mambo hayo mimi huwa siamini, lakini kwa kuwa bado hajapatwa na hali kama hiyo. Wanachuoni wameeleza definition mbalimbali, taarifu za uchawi, lakini tunaweza tukasema hivi: uchawi ni mafundo na manuizo na maandishi ya kiuchawi ambayo mwanadamu hutumia vitu kama hivi kuweza kuathiri vitu vingine, ima kwa kuleta manufaa au kuharibu manufaa au kuleta madhara au kumfanya mtu awe anaona mazingaombwe, anaona ndivyo sivyo. Kwa hivyo wanachuoni wanaeleza, tunaposema mambo ya uchawi inakusudiwa ni al-uqad, ni yale mafundo, wala azaim, na azima, maneno yanayonuizwa juu ya kile kitu, na pia at-talasim, maandishi. Huenda uchawi ukawa ni uchawi wa maandishi. Vyote hivi yatawassal ilaiha almar'u, mwanadamu huwa anatumia vitu hivi ili kuweza kuathiri vitu vingine, ima anafanya hivyo kwa kuleta manufaa au anafanya hivyo kwa kuzuia madhara, tumia uchawi kuzuia madhara, au anafanya hivyo kudhuru vitu fulani au kufanya mtu anaona ndivyo sivyo, kama vile wachawi wa Firaun waliporusha zile fimbo na kamba zikaonekana ni kana kwamba ni nyoka. Kwa hiyo kwa maana hii tumeona hii ndiyo maelezo mafupi ambayo yanaelezwa kuhusu maana ya uchawi ni nini. Tukija kuzungumzia uchawi ulianza lini na nani aliyeleta uchawi na ni wapi, tunapoangalia katika vitabu vya historia tunapata kuona kwamba wanahistoria wametofautiana kuhusu ni wapi, ni nani, linini uchawi ulianza. Unaona, kutokamana kwamba vitabu mbalimbali vinaashiria ya kwamba uchawi ulianza zamani, si hivi karibuni. Swala la uchawi lilianza zamani, na ndio maana ukiangalia kitabu cha Enoch katika Uislamu ndio Nabii Idris. Kuna kitabu kinaitwa kitabu cha Enoch. Ndani ya kitabu kile inajaribu kufafanua kwamba uchawi uliteremshwa na malaika walioasi, walioteremka duniani, wakaja wakachanganyikana na wanadamu, kisha wakaanza kuwafunza watu uchawi. Kwa hiyo ukifungua katika kitabu cha Enoch utayapata maneno hayo huko. Maneno haya yanataka kufanana na maneno yaliyomo ndani ya Qur'ani kuhusu asli ya uchawi ni wapi, kama vile Allah alivyoeleza katika surati al-Baqara, walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra. Kwa hiyo Qur'ani inathibitisha kwamba mashetani ndio wanaowafundisha watu uchawi. Kisha Qur'ani ikaeleza wama unzila ala al-malakaini bibabila haruta wa marut. Inaashiria hapo kwamba uchawi ni kana kwamba ulianzishwa kule Babeli, sehemu za Iraq. Na ndio maana baadhi ya vitabu vya historia vinaeleza uchawi ulianza biladur rafidaini, Mesopotamia, biladur rafidaini, ambapo inaingia huko Iraki, Irani, Afghanistani, Turkistani. Hizo nchi ambazo zinakaribiana zote zamani zilikuwa zinaitwa biladur rafidain. Kwa hivyo baadhi ya vitabu vinaeleza kwamba uchawi ulianza katika maeneo hayo, kisha uchawi ukaenea katika maeneo mbalimbali. Na ya kwamba la kutajwa hapa ni kwamba mwanadamu zamani aliishi katika maisha ya hofu, maisha ya safari. Wakati mwingine anaposafiri katika mapango, anasafiri katika jangwa, anasafiri kupitia makaburini, apita sehemu ambazo zilikuwa zatisha, mwanadamu aliamini kwamba kuna ulimwengu wa kiroho ambao umefichika kwake. Kwa hiyo mwanadamu alifanya bidii kutafuta njia za kuwasiliana na roho hizo ambazo zilizojificha. Baadaye wanadamu wakafanya mawasiliano
na mahusiano na majini, kama vile Qur'ani inavyoeleza, wa annahu kana rijalun minal insi yaudhuna birijalin minal jinni, ya kwamba zamani palikuwepo na wanaume katika wanadamu ambao walikuwa wanatafuta kinga kwa wanaume katika majini. Kwa hivyo inaashiria zamani mwanadamu ndiye aliyetafuta uhusiano wa ukaribu na hao majini ili waweze kumfundisha mambo mengi yaliyojificha. Kwa hivyo fakanati shayatin, wakawa hawa mashaitani, humul ladhina yuallimuna an-nasa sihra, wao ndio wanaowafundisha watu uchawi, kama vile Qur'ani ilivyoeleza, walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra. Kwa hivyo hii ni historia fupi ya wapi, ni lini, ni nani aliyeanzisha swala zima la uchawi. Tukija katika topic nyingine, kaifa yasiru al-insan sahiran, ni vipi mwanadamu anakuwa mchawi. Mwanadamu anaweza akawa mchawi kupitia mojawapo katika njia tatu kuu. Njia ya kwanza, bilwiratha, an tariqi alwiratha, kupitia katika njia ya kurithi. Labda babu yake alikuwa ni mchawi, kwa hiyo naye akamrithisha mikoba. Unaona, sasa yeye anaweza akawa ni mchawi kupitia wiratha, alirithishwa ule uchawi. Njia ya pili, kupitia kusoma vitabu vya uchawi. Kwa bahati mbaya vipo vitabu vingi ambavyo vimeandika kuhusu elimu ya uchawi, ambapo ni haramu kwa Muislamu kusoma elimu kama hizi. Sasa mtu anaweza akafikia kujua uchawi na kuwa mchawi kupitia kusoma vile vitabu vya uchawi. Miongoni mwa vitabu ambavyo vimeorodheshwa ni vitabu vya uchawi ni kama vile kitabu kinachoitwa Shamsul Maarif al-Kubra, na pia kuna chengine ambacho ni kidogo chake kinaitwa Shamsul Maarif al-Sughra, na pia kuna chengine kinaitwa Kashful Asrar al-Khafiyya. Pia hichi ni kitabu moja hapo ya vitabu vya uchawi. Kuna chengine kinaitwa Taskhiru Shayatin fi Wisal al-Ashiqin. Pia hichi ni kitabu cha uchawi, na pia kuna chengine kinaitwa As-Sihrul Azim. Kitabu hichi pia ni kitabu cha uchawi. Kitabu chengine kinaitwa Taskhirul Jan limanfaati al-insan. Pia hichi ni kitabu ambacho kimeorodheshwa na wanachuoni kwamba ni miongoni mwa vitabu ambavyo Muislamu hafai kusoma, kwani vitabu ambavyo vinamfundisha jinsi ya kufanya mambo ya uchawi. Wakati pia kuna kitabu chengine kinaitwa Al-Lu'ati wal Marjan, Al-Lu'atu wal Marjan fi Taskhiril Mulukul Jan. Hichi nacho pia ni mojawapo ya orodha ya vitabu vya uchawi. Wakati pia kuna kitabu chengine kinaitwa As-Sihrul Ahmar. Kitabu hichi pia ni kitabu cha uchawi. Kuna kitabu kinaitwa Sihrul Barokha, Sihrul Barokha, uchawi wa Barokha. Pia kitabu hichi ni moja kati ya vitabu vya uchawi. Kuna kitabu pia kinaitwa Sihru Haruta wa Marut. Pia ni kitabu cha uchawi, na vitabu vinginevyo ambavyo wanachuoni wameeleza ni marufuku kwa Muislamu kusoma vitabu kama hivyo. Kwa hiyo mtu anaweza akafikia kuwa mchawi kupitia kusoma vile vitabu ambavyo vinatoa maelekezo na maelezo jinsi ya yeye kuwa mchawi. Hii ni njia ya pili. Njia ya tatu ambayo mtu anaweza akawa mchawi, bitaqarrub ila shayatin, ni ile kujikurubisha kwa mashetani au majini ambao ndio watakaomfunza jinsi ya kuweza kufanya mambo ya uchawi, ambapo itahitajika aweze kuondoka sehemu ile aende sehemu ya makutano ambayo atakutana na viumbe hao ambao watakuwa wanamfundisha mambo ya uchawi, au yatalabasu alayhi shayatin, au labda shetani amuingie awe anamfundisha ule uchawi kupitia kupagawa kwake kutokamana na yule shetani. Kwa hiyo hizi ndio njia tatu ambazo zimeelezwa, ndizo ambazo watu wanazitumia kuwa mchawi. Ima aiwe ni amerithi uchawi ule kutoka kwa babu yake au fulani akamfundisha akampatia mikoba ya uchawi, au labda kupitia kwa vitabu, mwenyewe amesoma vitabu vimempatia maelekezo ya kuweza kufikia njia za uchawi na kuweza kufanya mambo ya uchawi, au labda kupitia kwa mashetani moja kwa moja ambao wanakuwa wanamfundisha fani hii. Tukimaliza topiki hii tuzungumzie aqsamu sihir, vigawanyo vya uchawi. Huu uchawi unagawanyika vigawanyo vingapi? Qasama sahara as-sihr ila thalathati aqsam.
wachawi wamegawanya uchawi vigawanyo vitatu. Naomba usikize kwa makini hapa. Uchawi umegawanyika vigawanyo vitatu kutokamana na hao wachawi wenyewe walivyoeleza. Kigawanyo cha kwanza ni uchawi unaitwa sihrul aswad. Sihrul aswad, black magic, yani uchawi mweusi. Ukisikia uchawi mweusi ni ule uchawi ambao muhusika anataka kutumia uchawi ule kwa ajili ya kudhuru. Yani uchawi ambao upo kwa ajili ya madhara, ima kumfanya mtu awe mgonjwa, au kumuua mtu, au kufarikisha wanaopendana, au kumfanya mtu awe mwendawazimu, au mtu apotee, au kusimamisha shughuli zake zote. Basi uchawi ule unaitwa sihrul aswad, uchawi mweusi ambao muhusika anakusudia kuharibu mambo. Uchawi wa pili unaitwa sihrul ahmar, uchawi mwekundu. Uchawi huu unakusudiwa ni uchawi wa manufaa, ya kwamba labda mtu ataka afanikiwe katika kazi, anafanyiwa uchawi huu, ataka ajiriwe, ataka apate wateja katika biashara yake, ataka apendwe, ataka apate kinga, basi naye utengezewa uchawi unaitwa sihrul ahmar. Kwa hivyo ni tofauti na ule uchawi wa aswad, uchawi mweusi. Uchawi mweusi ni wa kuharibu, wakati uchawi mwekundu ni uchawi wa kutengeza. Mtu awe na mvuto, mtu apate kazi, mtu apendwe, mtu apate kinga na himaya, asiweze kudhuriwa na vitu. Uchawi huu unaitwa sihrul ahmar. Uchawi wa pili ni sihrul abyad, uchawi mweupe. Uchawi huu ni uchawi ambao muhusika anatumia chawi hii kuweza kutibu ule uchawi mweusi. Bimaana wapo baadhi ya wachawi pindi wanapokuwa mtu amerogwa, sasa ikawa amepelekwa kwake ili kuaguliwa. Kwa hivyo mchawi yule ni yule mchawi aliyesomea uchawi mweupe, uchawi wa kuagua. Wakati mwingine unaitwa uchawi wa kuagua, kwa sababu mtu anaweza akawa amesomea uchawi mweusi, yeye anajua kuroga tu, lakini hajui kutibu, ya kwamba akiletwa yule aliyerogwa, haya huyo hapa mponye, wewe ndio umemroga mponye, basi yeye hajui kuponya kwa sababu hajasomea sihrul abyad. Kwa hiyo sihrul abyad ni uchawi wa kuagua, uchawi wa kutumia kuweza kuagua ule uchawi mweusi ambao tumeueleza. Na pia hawa wachawi wanachuoni wanaeleza yanqasimuna ila qismaini, wamegawanyika vigawanyo viwili. Wachawi kwa ujumla wamegawanyika vigawanyo viwili. Qismun yastamil sihrahu bishayatin, kuna wachawi ambao wao uchawi wao wanatumia mashetani, fani yake yote kila kitu anatumia mashetani, yatawassalu bihi, anajiwasilisha kwa wale mashetani, ima kwa kuwachinjia au kufanya nini. Almuhim yeye uchawi wake anatumia mashetani. Alafu kuna wachawi ambao la yastamiluna shayatin, yeye wao hawatumii mashetani, ni akakiri wal adwiya, ni dawa tu fulani anachukua hivi, anafanya hivi na hivi, basi mtu anaharibika. Anachukua hii anakuja anazika sehemu, basi mtu anapatwa na hili. Hawa ni wale wachawi wa madawa, wao hawatumii mashetani. Kwa hiyo tunaposema wachawi wamegawanyika vigawanyo viwili, wachawi wanatumia mashetani na wachawi wanatumia madawa. Sasa wale wanaotumia mashetani, wanachuoni wamekubaliana kwamba wao wametoka katika dairatul Islam. Mchawi yoyote ambaye yatawassal bishayatin, yeye anatumia mashetani, basi huyo ya khariju anil milla, yeye ametoka katika milla, hayumo tena katika Uislamu. Ama huyu mchawi ambaye yeye hana mahusiano na mashetani, yeye ni dawa tu, alifundishwa na mzee wake, ukichukua hii ukifanya hivi basi biashara yako inanawiri, ukichukua hii ukiweka hapa basi mtu anakupenda. Sasa wachawi kama hawa, mwanachuoni aitwayo Ibn Uthaymeen rahimahullah ameeleza katika fatawa ya Nuru ala Darbi juzuu ya 4 ukurasa wa 2, ya kwamba hawa la yakhrujuna anil milla, hawatoki katika Uislamu, lakini wanakuwa ni al-usat, ni Muislamu aliyeasi anayefanya mabaya, kwa sababu ni jambo ambalo liko kinyume na utaratibu wa dini. Kwa hivyo kwa maana hii uchawi unaomtoa mtu katika dini ni ule uchawi ambao muhusika amefanya tawasul la mashetani.
uchawi ambao haumtoi mtu katika dini lakini anakuwa ni asi na akipatikana pia anauawa katika sheria ya dini, ni huu uchawi ambao muhusika yeye hakuwa na mahusiano na mashetani, bali amefunzwa tu na wazee wake, ukichukua dawa hii na hii na hii basi inaleta madhara fulani, basi ataitwa ni Muislamu, lakini Muislamu ambaye anayefanya maasi. Sasa tuje tuzungumzie kaifa yusharu al-insan, ni vipi mwanadamu anarogwa. Mwanadamu anarogwa vipi? Inaelezwa kwamba mwanadamu harogwi haswa katika wengi katika wachawi hawafikii kumroga mtu mpaka wawe wamemsoma yule mtu sana, yuko katika jinsia gani au yuko katika kundi gani, kwa sababu wachawi wamewagawanya wanadamu makundi manne makuu. Sasa yule mchawi anakusoma aweze kujua wewe uko katika kundi gani katika haya makundi manne. Haya makundi manne, kundi la kwanza nau'u turabi, kundi la mchanga, alafu kuna kundi la moto, alafu kuna kundi la hewa, alafu kuna kundi la maji. Tumefahamiana? Yani kundi la mchanga, kuna watu kundi wanaitwa kundi la mchanga, tabia yao ni tabia ya kimchanga. Alafu kuna watu wako katika kundi la moto, alafu kuna watu wako katika kundi la maji, alafu kuna wale wako katika kundi la hewa. Sasa yule mchawi kabla haja kuroga huwa anakusoma apate kujua wewe uko katika kundi lipi. Kwa hiyo anapogundua wewe uko katika kundi la mchanga, basi ule uchawi utaanza kuzikwa katika mchanga. Akigundua kwamba wewe uko katika kundi la moto, basi ule uchawi unaenda kuzikwa katika utachomwa katika moto, yani katika kitetezo, ule uchawi utateketezwa na unamwathiri yule muhusika kule mbali. Akijua kwamba wewe uko katika kundi la hewa, basi ule uchawi itabidi ukatundikwe katika miti au sehemu fulani juu ya nyumba au katika ndege hivi, kila atakapokuwa anapeperuka au pepo ukivuma, basi yule muhusika kule anaanza kuathirika. Akijua kwamba huyu yuko katika kundi la maji, basi ule uchawi unachukuliwa unaenda kuzindikwa ndani ya kisima au katika qail bihari, kule ndani ya bahari au maeneo yote ya vyanzo vya maji, katika mito. Sasa mtu anajulikanaje ni kundi lipi? Yani wewe utajijua ni kundi lipi? Wewe ni kundi la mchanga au ni kundi la moto au ni kundi la hewa au ni kundi la maji? Kwa sababu asema kundi la moto halipatani na kundi la maji. Sasa ni hivi, wanajua kwamba wanadamu wana majina, na haya majina yamejengeka na alfabeti ima za Kiarabu au zile za Kilatini. Tuangalie alfabeti za Kiarabu. Alfabeti za Kiarabu alif ba ta ni 28. Sasa hizi alfabeti zimegawanywa makundi mane, yani herufi 77. Kwa hiyo wakasema kila ambaye jina lake limeanza na ba au waw au ya au nun au swad au tha au dad, hao ni katika kundi la mchanga. Na kila yule ambaye jina lake limeanza na alif au ha au ta au mim au fa au shin au dhal, basi huyo ni kundi la moto. Wakasema na yule ambaye jina lake limeanza na jim au za au kaf au sin kama Salim au qaf au ta au ta, basi huyo ni kundi la hewa. Na wale ambao ni kundi la maji ni kila ambaye jina lake limeanza na dal, Daud, dal, ha, lam, ain, ra, kha, ghain, basi hawa ni kundi la maji. Kwa hiyo mchawi anapotaka kumroga mtu anaangalia yale majina yake yameanza na herufi gani, basi kutokamana na jina lake ataweza kujua huyu ni kundi la mchanga au ni kundi la moto au ni kundi la hewa au ni kundi la maji. Kwa hiyo anapofanya hivyo akajua hivyo, basi ndipo ataanza kuandaa vifaa vya uchawi. Mahiya madatu sihir, vifaa vya uchawi ni vipi? Vifaa vya uchawi vinavyotumika katika mambo ya kumroga mtu ni vipi? Wanachuoni wanaeleza mara nyingi wachawi wanatumia vifaa vifuatavyo. Wanatumia sha'rul ana. Lazima kwanza wachukue athari yako, yani wachukue kitu kutoka kwako, ima
wanahitaji nywele zako, yani nywele za huyo muhusika, huyo ambaye anataka kurogwa zinachukuliwa, na hizi nywele zina martaba yake. Basi nywele za sehemu za makwapa au nywele za kichwa au nywele za kidevu au zile ndevu au kucha zake, au ichukuliwe nguo ya muhusika ile ya ndani. Kikosekana basi nguo ya nje, lakini bisharti isiwe imefuliwa, yani iwe ina harufu ya yule muhusika. Ndio maana huwa hawataki nguo ambayo imefuliwa, wataka utakuja kusikizia nguo yako ulivua ikapotea. Kwa hivyo wachawi hawachukui hizi nguo ambazo umeanika wakaenda kukuroga, wanachukua zile nguo ambazo zina harufu yako, au wachukue kiatu chako, au wanataka mate yako, au atharul aqdam, au athari ya nyayo za miguu yako, au pia wanatumia mkojo, wanatumia damu al-maktul, damu ya mtu aliyeuawa, na pia wanaweza wakatumia damu ya hedhi, au kutumia ngozi ya baadhi ya wanyama, au misumari, au nyuzi, au wakatumia mpaka sindano, na pia baadhi ya vinyesi, na pia sanda ya maiti, vitovu vya watoto, na baadhi ya viungo vya mwanadamu au viungo vya wanyama, na baadhi ya maandishi. Hadhihi tusama mada tusihir. Hivi ndivyo vitu vya uchawi, yani vitu ambavyo vinatengezewa uchawi. Lakini kwa nini mchawi huwa anataka athari ya yule muhusika? Yani kama ni kucha yako au ni nguo yako au ni nywele zako au ni kiatu chako, ni soksi, kwa nini anataka vitu hivi? Mbona harogi tu mpaka apate vitu hivi? Kwa sababu imepatikana kwamba vitu hivi vinabeba mawimbi yako, yani mahala popote unapoenda, basi harufu ile itakuwa bado ina mawasiliano na mwili wako. Mfano ikikata nywele yako ikapelekwa kule, basi patakuwepo na mawasiliano, bado ipo. Kama vile leo mtu anakuwa na simu anazungumza na mtu mbali, maana kuna network pale, kuna network ambayo inawasilisha mawimbi, yanasafirisha yale mawasiliano. Kwa hivyo imepatikana kwamba kumbe wachawi tayari walikushajua hivi viungo au kitu cha mwanadamu ni nguo yake ambayo ina harufu, pia inasafirisha yale mawimbi. Hata akienda mbali yale mawimbi yanamfikia yule muhusika. Kwa hivyo vinapochukuliwa vitu hivi vikachanganywa na vitu vingine, yule muhusika kule anaanza kuhisi hali fulani kwa sababu ya ile mawimbi yanasafirisha ile hali. Kwa mfano leo hata mfano mtu avue nguo yake aiweke hapa, kisha aitwe jibwa aje anuse ile nguo, yule jibwa aambiwe kwamba amtafute mwenye hii nguo, basi yule jibwa atafuatilia mawimbi ya harufu ya ile nguo mpaka atampata yule mwenyewe. Unaona, harufu ile inakuwa bado inawasiliana. Kwa hivyo hata nguo ikiwekwa hapa ya mtu mmoja ikavuliwa ikawekwa pale, alafu yule mtu akapanga laini pamoja na wenzake, akaitwa mbwa aje anuse ile nguo, kisha akaamrishwa amtafute mwenye hii nguo kati ya wale watu, basi yule mbwa ataanza kufuatilia yale mawimbi na hatimaye yule mtu ataweza kupatikana. Kama vile miaka ya nyuma hivi katika magereza ya kule Israeli, wale wa Palestina ambao walikuwa wameshikwa, kuna baadhi yao walifanikiwa kuweza kutoboa na kutoka. Sasa kosa walilofanya kwamba walivua zile nguo pale. Sasa wale maaskari wa Israeli walipokuja wakawanusisha wale mbwa zile nguo, wale mbwa walifuatilia maeneo walimoenda na baadaye walishikwa wote. Unaona, ni kwa sababu wanafuatiliza yale mawimbi. Yule mbwa anajua yale mawimbi. Kwa hiyo mchawi huwa anataka hii nguo kwa sababu hii nguo imebeba mawimbi yako. Kwa hiyo anapofika kule na kuichanganyia na vitu vingine na kuchanganya vitu vingine, basi wewe kule yale mawimbi yanasafirishwa, wewe kule unaanza kuhisi hali fulani. Hii ndio siri iliyopo ya ni kwa nini hawa wachawi huwa ni lazima waitishe athari kutoka kwa yule muhusika. Sasa mchawi anapokuwa amepata vitu kama hivi tulivyovitaja, anaanza kutengeza chawi mojawapo ya chawi 12. Ima atengeze sihrul maakul, atengeze uchawi wa kulishwa, ambapo ule uchawi itahitajika mtu muhusika aende kulishwa, au atengeze sihrul mashrub, atengeza uchawi wa kunyweshwa, au sihrul mashmum, au uchawi wa kunukishwa, yani ule uchawi muhusika akinusa tu
basi anaanza kupatwa na hali ambayo si ya kawaida. Au anatengeza sihirul madhun, yani mchawi anapokuwa amepata vile vifaa anatengeza mojawapo kati ya chawi hizi, ima sihirul makul, uchawi wa kulishwa, au uchawi wa kunyweshwa, au uchawi wa kunukishwa, ambao huu unawekwa katika perfume yako, ukinusa tu tayari ule uchawi unaingia. Au sihirul madhun, au uchawi wa kupakwa. Anaambiwa chukua hii, nenda kaeke katika mafuta yake, akijipaka tu tayari anakuwa ameathirika. Au atengeze sihirul marshush, uchawi wa kunyunyiza, anachukua anakuja ananyunyiza sehemu ambayo wewe utapita. Au atengeze sihirul madfun, uchawi wa kuzikwa, hii anachukua anaenda anazika. Au atatengeza sihirun nujum, uchawi wa nyota ambao tukipata nafasi tutakuja zungumzia. Au atengeze sihirul uqad, uchawi wa mafundo, mtu anakuwa ana mafundo ndani ya mwili yaliyofungika kiasi ya kwamba hata akisomewa inakuwa ni kazi yeye kuweza kupona. Au anatengeza sihiru dababiz, uchawi wa sindano, ambapo ni kama mdoli unaletwa, basi unadungwa sindano, mdoli ule uliotengezwa kwa nguo yako ile iliyoibiwa. Sasa huyu mdoli anakuwa ndio kama wewe. Mdoli huyu anakuwa anadungwa sindano kadhaa, yenye kwenye kichwa, kwenye tumbo, kwenye miguu, pande chini ya uti wa mgongo, zinadungwa zile sindano, alafu zinapitishwa na uzi, alafu kunafanywa tambiko fulani, basi yule muhusika kule anaanza kuhisi kama mwili unadungwa na misindano. Uchawi huu unaitwa sihru dababiz. Au mchawi atatengeza sihrul hawa, uchawi wa hewa, yani uchawi ule baada ya kutengeza anaenda kuweka katika majral hawa, sehemu ambayo kuna vuma upepo. Kwa hiyo muhusika kule anapokaa, upepo ukivuma basi anaanza kusikia hali fulani, ukisimama kidogo anapata nafuu. Au atengeze sihrul mai, uchawi wa kuwekwa ndani ya maji, anaenda anazika kule. Au atengeze sihrun nari, au uchawi ambao atauteketeza. Kwa hivyo mchawi anapokuwa amepata vile vitu vya uchawi, ataka kumroga mtu, amepata nguo yake, amepata kucha yake, au mojawapo katika vitu ambavyo vinatoka katika mwili, huwa anatengeza mojawapo kati ya hizi chawi 12 tulizozitaja. Na mchawi anapokuwa anatengeza chawi hizi, huwa anakusudia ule uchawi anautengeza, anakusudia mojawapo kati ya chawi 10. Ima atatengeza sihiru tafriq, uchawi wa kutenganisha, yani kusudio lake anatengeza uchawi ili wale wanaopendana wasipendane, wanaotembea pamoja waachane. Kama walikuwa ni wanandoa basi waparakanyike. Uchawi huu unaitwa sihru tafriq, uchawi wa kutenganisha, wanaotenganisha baina almar'i wa zawji, baina ya mtu na mkewe na mume wake. Au mtoto amchukie mama yake, mtoto amchukie baba yake, au rafiki amchukie rafiki yake, kaka amchukie kaka yake, yani wafarikiane. Kama ni watu walikuwa katika kazi watengane. Uchawi huu unaitwa sihru at-tafriq. Au anakusudia kutengeza sihru ta'twil, uchawi wa kusimamisha, yani mambo ya mtu yasimame. Kama ni mambo ya ndoa yasipatikane, asiolewe. Kama ni kazi asiweze kupata kazi, kama ni biashara isiendelee. Uchawi huu unaitwa sihru ta'twil. Au atatengeza sihru rabti, uchawi wa kufungwa, mtu anakuwa amefungika kabisa, amefungwa, hawezi hata akafikiria swala la kuoa au kuolewa. Au pia anafungwa asiweze kumwingilia mkewe au asiweze kuingiliwa. Mume anapotaka kumwingilia mkewe basi dhakari yake inalala, inaitwa sihru rabti. Au mke anakuwa na bleed damu, sihru nazif, uchawi ambao mwanamke yule anakuwa anatoa damu tu wakati ule ambao mume wake yupo. Na au atatengeza sihrul hamli, ambapo sihrul hamli inakusudiwa adamul hamli, asiweze kupata ujauzito au mimba ianguke, masala yote ambayo yanahusiana na ujauzito uweze kuharibika. Atatengeza moja hapo katika chawi hiyo. Au atatengeza sihrul mahabba, uchawi wa mapenzi, limbwata, uchawi wa mapenzi. Kwa hivyo itategemea mapenzi, ima ampende mtu ambaye yuko katika ndoa, au mke naye ataka apendwe na mume wake, au mume ampende tu peke yake asipende wanawake wengine. Uchawi huu unaitwa sihrul mahabba. Au atatengeza sihrul qatli, uchawi wa kuua, bimaana anakusudia yule muhusika anayetengezewa huo uchawi aweze kufa,
ima aijiwe na mawazo ya kutaka kunywa sumu, baadaye anakunywa sumu, au ajirushe kutoka juu ya gorofa, au ajinyonge. Uchawi ule unaitwa sihrul qatl. Au atatengeza sihru dhiyai, uchawi wa kupotea, yani muhusika apotelee mbali asiweze tena kurudi nyumbani kwao. Au anatengeza sihrul junun, uchawi wa wendawazimu, muhusika aweze kupagawa na aweze kuingiwa na wendawazimu, asiwe ni mtu aliye na akili timamu. Au atatengeza sihrul alami wal marad, uchawi wa maumivu na maradhi, kila mara unasikia kuumwa, mara maradhi, mara usikia hivi, mara usikia hivi. Au atatengeza sihru shalal, uchawi wa kupooza, kuparalyze, mtu ana paralyze upande mmoja. Hizi ndizo chawi 10 ambazo mchawi anapokuwa ametengeza uchawi wake, atakusudia mojawapo ya hizi. Ima akusudie kuwatenganisha wanaopendana, au akusudie kusimamisha kazi ya mtu na maendeleo yake, au kumfungia mtu mambo, au akusudie kumharibia mimba na mambo yote yanayohusiana na uzao, au anakusudia mapenzi, au anakusudia kuua, au anakusudia kumpoteza mtu, au atengeze uchawi wa uenda wazimu, au uchawi wa maradhi. Mtu anaugua hapa na pale, akienda kupimwa anaambia ni infection tu, maradhi hayaonekani, au uchawi wa kupooza. Sasa tuje katika kueleza aina yudhau hadha sihr baada sun'ihi. Haya, mchawi kashatengeza uchawi wake, ima ni uchawi wa kupooza, au uchawi wa kwa mgonjwa, au uchawi ndawazimu. Sasa mchawi anapokuwa ametengeza hichi kifaa cha uchawi ambacho kinamwathiri yule mhusika, anakiweka wapi? Ndio ambayo tutaka kuchanganua. Aina yudhau hadha sihr baada sun'ihi, uchawi huu unawekwa wapi baada ya kutengezwa? Uchawi baada ya kutengezwa, imma yudhau fi dakhil aljismi, imma utapelekwa moja kwa moja uingizwe ndani ya mwili, alafu uchawi ule utakuwa unaitwa sihrul dakhili, uchawi wa ndani. Au kifaa kile kiwekwe nje ya mwili, akitowekwa ndani ya mwili kinawekwa nje ya mwili, uchawi ule utakuwa unaitwa sihrul khariji. Kwa maana hiyo kuna sihru dakhili na sihrul khariji, uchawi wa ndani ya mwili na uchawi wa nje ya mwili. Naomba ufuatilie kwa makini. Haya ni baadhi ya mambo huenda labda ulikuwa huyajui, na hapa ndipo kama mtu alikuwa na matatizo ya mambo uchawi ataweza kujua, ala, kumbe mimi nilikuwa napewa madawa tu kunywa na anywa, kumbe uchawi uko nje. Unaona? Kwa hivyo leo tunaeleza kwamba kumbe chawi ziko mara mbili. Kuna uchawi ambao unazikwa nje, unaitwa sihrul khariji, kifaa kile hakiko ndani ya mwili. Alafu kuna sihru dakhili, uchawi wa ndani ya mwili. Kwa hivyo uchawi wa ndani ya mwili ni unaitwa sihrul makul, uchawi wa kulishwa, sihrul mashrub, uchawi wa kunyweshwa, sihrul mashmum, uchawi wa kunukishwa, sihrul madhun, uchawi wa kupakwa, au sihrul marshush, au uchawi wa kunyunyizwa. Chawi hizi zote zinaitwa sihru dakhili, uchawi ambao unaingia ndani ya mwili. Ama sihrul khariji, ama uchawi wa nje ya mwili, ambao huu ndio unahesabika ndio uchawi hatari sana. Yani afadhali wao uchawi wa ndani ya mwili kuliko uchawi wa nje ya mwili, na ndio uchawi ambao ni hatari na ni ngumu sana kuharibiwa kwa haraka. Ni kila uchawi ambao unaitwa sihrun nujum, uchawi wa nyota, ni uchawi wa nje ya mwili. Musika atatabika sana, atapewa madawa anwe anakunwa, lakini uchawi ambao uko nje ya mwili. Sihrun madfun, uchawi wa kuzikwa. Uchawi ule umeenda kuzikwa ima makaburini au chini ya mito au umechimbwa chini ya miti, unaitwa sihrun madfun. Au sihrul mai, au uchawi wa maji, uchawi ambao umezikwa kwenye maji. Au sihrul hawai, au uchawi ambao unawekwa katika, unatundikwa katika mapito ya upepo. Au sihrun nari, au uchawi unao chomwa. Au sihru dababis, au uchawi wa sindano zile, inatengezwa mdoli na nini. Sasa huu mdoli uendi kulishwa, inaenda kuwekwa kando, ni uchawi wa nje. Au sihrul uqad, au uchawi wa mafundo, ambapo Allah sema wa min sharri nafathati fil uqad. Uqad ni mafundo, yale mafundo yanafungwa hayamo ndani ya mwili. Kwa hiyo uchawi wa ndani ya mwili ni kila uchawi wa kulishwa, kunyeshwa, kunukishwa, uchawi wa kupakwa, uchawi wa kukanyaga ule
Uchawi huu unaitwa uchawi wa ndani ya mwili. Alafu uchawi wa nje ya mwili ni kila uchawi ambao ni unaitwa uchawi wa nyota, uchawi wa kuzikwa, uchawi wa maji, uchawi wa hewa, uchawi wa moto, uchawi wa sindano zile dababis, na uchawi wa mafundo. Sasa tuje katika huu uchawi wa ndani ya mwili. Kaifa yudkhilu sahir sihrahu fi dakhil al-insan, ni vipi mchawi anafikia hatua kuingiza uchawi ndani ya mwili? Tukiwa tunazungumzia uchawi wa ndani ya mwili, sio nje ya mwili. Huo tutakuja zungumzia baadaye au siku nyingine, lakini wacha tuzungumzie huu uchawi wa ndani wa mwili. Yule mchawi anauingizaje uchawi huu ndani ya mwili wa mwanadamu? Tumeeleza kwamba miongoni mwa chawi ambazo ni rahisi na ni hafifu na zinaweza kuharibika haraka ni chawi hii inayoingizwa ndani ya mwili. Wasema min adhafi anwa'i sihr, ni miongoni mwa chawi dhaifu mno hizi za kuingiza ndani ya mwili. Sasa ni njia gani ambayo mchawi anatumia kuingiza vifaa vya uchawi hivi alivyovitengeza ndani ya mwili wa mwanadamu? Waeleza ni njia mojawapo ya njia mbili kuu. Imma an tariqi aljin wa yakunu fil manam, ima kupitia katika majini. Yule mchawi atatumia jini katika njia ya kulala, unakuja kulishwa uchawi. Au an tariqi ahadi adaik, au kupitia katika mmoja katika maadui zako ambao huwa ni rafiki au mtu wa karibu. Huyu ndiye ambaye atakaye kuwekea uchawi ule, ima katika chakula au kinywaji. Kwa hiyo kama ni mke ndio ameenda kwa mganga bana, mimi nataka mume wangu anipende. Kwa hivyo anapewa kifaa, chukua hii nini, nenda kamwekee katika chakula. Kwa hiyo huyu anawekewa uchawi ule, unaingia kupitia kwa mtu ambaye amepewa eke, au labda itumike jini. Kwa hivyo ima jini ndio ahusike kuingiza ule uchawi, au ni mwanadamu ambaye huwa ni mtu wa karibu sana anatumia kile alichopewa ule uchawi aje akuwekee katika chakula chako. Sasa ikiwa ni jini ndio atakayehusika, yani labda yule mchawi anataka ndio atume jini aingize kile kifaa ndani ya mwili, basi itabidi yule mchawi awaite wale majini ambao wanaitwa khudamu sihir. Tutakuja kama tutakuja pata nafasi tutakuja zungumzia topic ya majini, kwa sababu leo tunazungumzia uchawi. Kuna mada ya hasad, kuna mada ya kijicho, kuna mada ya majini, lakini tuko katika swala la uchawi. Sasa yule mchawi ikiwa ameamua kile kifaa kitatumwa na jini, basi kuna majini ambao rasmi hawa kazi yao ni wanahudumu mambo ya uchawi, wanaitwa khudamu sihir. Kwa hivyo anamuita khadimu sihir na anamuita harisu sihir. Khadimu sihir ni yule ambaye anakabidhiwa, chukua uchawi huu nenda kaingiza katika mwili wa fulani. Harisu sihir ni yule anayelinda ule uchawi usiondoke, au anamlinda huyu khadimu sihir asiweze kutoka katika ile kazi. Sasa yule mchawi atafanya manuizo ya kuweza kumuita khadimu sihir, ambaye mara nyingi hao majini ni wale sufliyuna, wale majini wa tabaka ya chini, yani majini maskini. Hawa ndio ambao huwa wanatumwa kuja kuingiza katika mwili wa mwanadamu vifaa vile vya uchawi. Na wakati ule jini yule anakuwa anakufuatilia nyuma. Sasa unapokuwa umelala, hukusoma dua ya kinga au kusoma dua zozote, umelala bila ya taratibu zile ambazo dini ya Kiislamu imekuwekea, basi inakuwa ni rahisi kuoteshwa wewe unaanza kula vitu ambavyo huvipendi, au unalishwa vitu ambavyo unahisi unavipenda. Unakula viazi, unakula pilau, kumbe inakuwa ni vifaa vya uchawi hivyo vinaingizwa ndani na mwili, kwa sababu uchawi ndio unautangulia kabla yule jini kuingia mwilini, kwa sababu ule uchawi unapoingia ndani ya mwili unaufungua ule mwili. Katika alam aljinni unakuwa unaonekana ni mwili ambao una matundu. Kwa hivyo jini anakuwa na nafasi nzuri ya kuingia ndani ya ule mwili kwa uwepo wa ule uchawi ambao uko ndani ya ule mwili. Kwa hiyo jini ndiye anayetumika au anayehusika haswa kuingiza uchawi ndani ya mwili. Au
itumike ni mwanadamu. Yule mchawi anampatia mtu ambaye rafiki yako, jamaa yako wa karibu, ambaye labda ndiye aliyekuja, bana mimi nitaka umfanye mtu fulani asipate kazi. Kwa hiyo huyu ndiye anayetumwa, sasa chukua hii siku fulani wakati fulani, basi mwekee katika chakula au kinywaji, katika walaim, ima ni siku za harusi ile au katika ugeni pale umemwalika, basi tumia nafasi ile kumwekea kitu hichi. Atakapokula tu tayari ule uchawi unakuwa umeingia ndani ya mwili wake. Au mbali na kwamba amemwekea chakula, au anaambiwa amwekee katika njia ya kunusa. Anaweza kwambia fulani bana, hebu nusa haya manukato mazuri sana. Kwa hiyo wewe unaponusa tu tayari ule uchawi unaingia ndani ya mwili na unakuwa ni mwathiriwa. Au inawekwa katika mafuta yako ya kujipaka. Mke wako anaweza kukufanyia hivi, au mtu wako wa karibu akajua haya mafuta huwa anajipaka, kwa hiyo anachukua anaweka ile dawa. Wewe hujui, ukija ukijipaka tayari ile hali inaanza kukupata, unaanza kuhangaika, hujui kilichokupata, kumbe ni huo uchawi wa kupakwa. Kwa hivyo huu uchawi ambao unaingizwa ndani ya mwili, wanachuoni wanaeleza yakunu aktharu taathiran, yani unaathiri kwa haraka ikilinganishwa ule wa kuzika, kidogo huo unachelewa, lakini huu ambao unaingizwa unaathiri haraka, lakini hapo hapo pia ni ashal, ni rahisi sana kuharibu uchawi kama huu wa ndani ya mwili, hasatan idha kana jadidan, haswa ikiwa ndio unaanza, yani ndio mara ya kwanza, yani ndio mwanzo ukauwai mapema, basi ule uchawi unaharibika. Ama ikiwa uchawi utaachwa usishughulikiwe, mtu hakuharibu uchawi huu kabaki ndani ya mwili, hakutapishwa uchawi huu ukatoka ukakaa ndani ya mwili, basi huwa una matokeo mabaya uchawi huu, kwa sababu vitu ulivyolishwa si vitu visafi. Imagine inaweza kuwa imechukuliwa nywele zako na damu ya hedhi ikachanganywa na vitu vingine, ikachanganywa ukaja ukalishwa. Sasa vinapokuwa vitu hivi vimekaa ndani ya mwili, wanaeleza athari yake inaweza ikabadilika, ikaingia katika mishipa, ikachanganyikana na damu na nyama, itaufanya mwili utakuwa na sumu. Mwili utaanza kuwa na sumu kutokamana na vitu hivi ambavyo vilivyoingizwa ndani ya mwili visivyo safi, na kwamba matokeo yake mtu huyu anaweza akapatwa na saratani ya damu, kansa ya damu, au kansa yoyote ile. Ndio maana unaona mtu anashangaa, mbona mimi nina kansa, sijui ilitoka wapi, katika familia yetu hakuna. Unaona mtu anatabika, anazunguka huko anazunguka huko, kumbe maskini ni ile chawi aliyolishwa ikakaa ndani ya mwili, baadaye ikabadilika ikawa sasa ni maradhi ambayo ni ya kawaida ambayo hayasikii dawa. Au pia inaweza ikasababisha figo zako zikafeli. Wewe ukashangaa, unaambia figo zako ni chafu, wewe hauni maji, lakini wewe unakunywa maji kawaida, unakunywa maji mengi, lakini baadaye zinafeli. Haya ni matokeo ya mabakio ya ule uchawi kuzidi kubakia ndani ya mwili. Na pia inaweza ikasababisha kufeli kwa ini pia. Ini linaweza likaingiwa na matatizo. Ndio maana leo unaona leo kuna maradhi kila aina, unashangaa mtu anapatwa na maradhi haya, katika familia hakuna, mara usijui ana nini, mara na nini, kumbe maskini ni haya madude aliyolishwa ndani ya mwili, sasa yameanza kumtokezea na maradhi mengine haya ya kawaida. Na pia inaweza ikamsababisha ta'tili alhawasi, ikawa haoni vizuri, mara asikii vizuri. Unaona, pia inaweza ikaenda mpaka akawa na maradhi ya moyo, akapatwa pia na sukari. Na wengi pia huwa wanapatwa na vidonda vya tumbo ambavyo haviponi, alsa zile. Alsa nyingine huwa ni chawi zile za kulishwa, kwa sababu mtu anakuambia bana, kuna hii dawa tumia, mimi nilitumia nikapona, mwenzako alitumia akapona, wewe unatumia lakini hakuna matokeo ambayo unayapata. Ni kwa sababu ya ule uchawi ulikwisha athiri ndani ya tumbo, na hatimaye imesababisha vidonda vya tumbo ambavyo havisikii dawa. Na pia inaweza ikasababisha mtu kuwa na fikra za kutaka kujinyonga au kujiua. Na mtu anapokuwa mgonjwa, kila anapotumia madawa, yale madawa haya, yani la yujidi, yale madawa hayaleti manufaa yoyote, anatumia kila aina ya dawa lakini ugonjwa bado uko hapo hapo.
Na pia kwa kuwa uchawi huu unapozidi kukaa ndani ya mwili na unafanya sugu, mhusika anapoamua wacha nikasomewe, wacha nikaaguliwe, basi aitamchukua muda. Atakuwa anasomewa asikii chochote, anasomewa asikii, kwa sababu chawi hii ishajitengezea mazingira ya usugu. Unajua ingelikuwa ni mwanzo kidogo, basi ingelikuwa haraka, lakini kwa kuwa imekaa sana, nayo pia hatusemi haitibiki, lakini itamchukua muda kutokamana na usugu wa chawi hile kwa kukaa ndani ya mwili. Na pia inaelezwa kwamba chawi hii inapozidi kukaa ndani ya mwili inaweza ikaathiri mpaka watoto watakaozaliwa. Kwa mfano, mama anaweza kuwa ameathiriwa na uchawi huu wa ndani ya mwili. Kwa hivyo yumkini wa baadhi ya watoto, ikiwa hakujitibu na kuhakikisha hii hali imeisha, akaanza kuzaa watoto, basi baadhi ya watoto hao watakuwa wanazaliwa wakiwa na chembe chembe za hayo mambo ya sihiri. Ndio unaona siku hizi ukimwona binti anapandisha na nini, muangalie mamake, je ni mzima? Utapata mamake pia binti anaweza kuwa, mara nyingi huwa ni mabinti ndio wanaoathirika zaidi ikilinganishwa na watoto wa kiume. Kwa hiyo baadhi ya watoto wanaozaliwa na kina mama ambao wana matatizo ya mambo ya uchawi wa kulishwa au kunyweshwa au kukanyaga, yani mambo ya uchawi kwa ujumla yanayohusiana ndani ya mwili, basi aghlabu ya watoto wanaozaliwa wakiwa na athari ya hizo chembe za uchawi. Ndio maana unaona mtoto amezaliwa kila saa mahoma, kila saa hospitali. Yani wewe wazunguka hospitali, ni kwa sababu wewe mwenyewe hukutatua ili tatizo kabla ya kumzaa mtoto. Kwa hivyo athari imemwendea mtoto. Leo mtoto joto la panda, ikienda na pima temperature iko juu, mara tumia dawa hizi bado, mara zungushwa, mara anadhoofeka, mara hii ni kutokamana na athari iliyompata yule mtoto ndani ya tumbo la mama yake, kutokamana na sihiru dakhili, uchawi ule wa ndani. Sasa huu uchawi wa kulishwa ambao ni uchawi ambao unaingizwa ndani ya mwili kutokamana na mojawapo ya zile njia ambazo tumekwisha zieleza, ni kwamba uchawi unapoingia ndani ya mwili, siku hizi wachawi washajua ya kwamba chawi hii ya kulishwa ni moja kati ya chawi nyepesi kuharibika, na kwamba ikiingia ndani ya mwili na mhusika akajua nimelishwa uchawi, akaenda kupewa dawa, basi anajua atapewa dawa, atatapika, yote itatoka. Kwa hivyo siku hizi wachawi wamevumbua njia nyingine ambayo ya kufanya ule uchawi, hata ukienda kutumia dawa za kuondosha chawi ndani ya tumbo, basi ile chawi inakuwa haitoki. Sasa wanachofanya ni kwamba wanamwakilisha jini ambaye tumemtaja anaitwa khadimu sihir. Huyu jini uwepo ndani ya mwili wako, kazi yake ni kulinda ule uchawi usiweze kuharibiwa ndani ya mwili. Kwa hivyo wanawakilisha huyu jini anaitwa khadimu sihir. Alafu huyu khadimu sihir huwa ana jini mwingine anaitwa harisu sihir. Huyu harisu sihir mlinzi wa uchawi anakuwa yuko nje, na huyu ni khadimu sihir anayehudumia ule uchawi. Sasa huyu yuko nje anamlinda huyu ambaye yuko ndani asiweze kutoka na kueleza siri za yule mchawi. Sasa jini yule anakuwa yuko pale ndani ya mwili kwa ajili ya kulinda ule uchawi usiharibiwe. Ndio maana mhusika maskini anapoenda kwa raki anaanza kumsomea, labda yule mzinguaji amejua huyu anasumbuliwa na uchawi wa ndani ya tumbo au kwa wapi. Sasa anapoanza kusoma kuharibu ile chawi, yule jini anaanza kupagawa, yani mtu anaanza kupandisha jini, ni mimi nitaka kutoka nini, nitatoka nini. Sasa mbaya zaidi ni huyu mzinguaji anaanza kupiga story na kumuuliza jini watoka wapi, sijui umetumwa na nani. Wafikiri jini ataanza kueleza siri zake, wako katika agreement na mchawi. Kwa hiyo ile jini atakudanganya, na isitosha anaweza akakuchongesha na mtu akwambia mimi nimetumwa na mtu fulani nije nifanye, kumbe ni maskini, ni uongo, ili kukutenganisha wewe na yeye au kuwagombanisha, ukajua kumbe fulani namuona hivi, kumbe yeye ndio anafanya hivi, kumbe maskini. Kwa hivyo jini 99% ya maneno wanayosema ni uongo mtupu. Usiwahi kumwamini jini anachosema, hasa hawa jini wa uchawi. Hawezi wakataja eti nimetumwa na mzee fulani ameniambia nije nifanye hivi. Huwa ni uongo mtupu, kwa sababu ile huwa ni agreement na ni siri kati yake na yule jini. Na isitoshe
kuna jini mwingine ambaye analinda pale, anamlinda asiweze kutoboa siri zao, ambaye anaitwa harisu sihir. Kwa hivyo siku hizi wachawi wanapokuwa wameingiza chawi ndani ya mwili, huwa wanamtuma na jini ambaye anakuja kulinda ule uchawi na kuugurisha maeneo fulani. Kwa hiyo akijua huu uchawi uko ndani ya tumbo, huyu bwana atapewa dawa aendeshe au atapike itoke, basi wanauchukua ule uchawi, wanauficha mazingira, maeneo ambayo ile dawa haitofika kule. Kwa hiyo mhusika anakuwa anakunywa dawa, anatapika, anaendesha, anapewa hizi, lakini bado ile chawi, kwa sababu ile chawi imefichwa. Sasa hapa yule mgonjwa anakuwa ana kazi mbili, kazi ya kupambana na jini na kazi ya kupambana na ule uchawi. Ndio maana wenye fani hii wanaeleza yule raki, yule mzinguaji anatakiwa apambane na kuharibu uchawi, kwa sababu yule jini uwepo wake ni kwa sababu ya uchawi. Yani kile kifaa cha uchawi ndio kimemweka pale. Endapo kitaharibiwa, basi atakuwa hana tena nafasi aweze kukaa pale. Kwa hivyo masala ya mtu kukaa anaanza kuzungumza na jini, waitwa nani, silimu, sijui kwa hivi, hawa ni viumbe ambao wako katika alimul ghaib, yani hawaonekani. Sasa wewe unaaminije amesilimu? Unamjuaje kwamba alikuwa Muislamu au alikuwa Muislamu au ni waongo hawa? Kwa hivyo yule raki ambaye bado hajabobea katika masala kama hii, basi wale majini wao wanamtriki sana. Sasa unampata raki ameacha kusoma, anaanza kupiga gumzo na yule jini, wakati yeye ilikuwa inahitajika aendelee kupambana na kuharibu uchawi wa yule jini. Kwa hiyo swala la kutoa jini ni rahisi sana kuliko swala la kuharibu uchawi. Kwa hivyo raki anaambiwa arakizi sana kuhusu swala la kupambana kutoa uchawi ndani ya mwili, sio kupambana na yule jini wa uchawi. Jini wa uchawi atatoka baada ya ule uchawi kumalizika, lakini eti wamtoa jini na uchawi bado upo, bado yule jini ataweza kurudi katika ule mwili. Kwa hivyo kwa bahati mbaya siku hizi wale wachawi wameshajua kwamba hii chawi ya kulishwa ni chawi dhaifu, kwa hivyo huwa wanatuma jini aweze kuulinda ule uchawi usiharibiwe ndani ya mwili. Tumalizie kwa kutaja a'radhu sihir maakul, dalili za mtu aliyefanyiwa uchawi wa ndani ya mwili. Uchawi wa ndani ya mwili mara nyingi unahusishwa na mtu kuwa awe mgonjwa. Sasa alama za mtu aliyefanyiwa uchawi wa kulishwa au kunyweshwa au uchawi wa ndani ya mwili, wanaeleza baadhi ya alama na dalili ni dhuhuru buqa min alhinna, ni ile kudhihirika alama za rangi kama ya hina. Utakapokuwa unaona katika mwili wako una alama kama utadhani umepigwa hivi au umeng'atwa, hasa wale ambao wana mili meupe wanaweza wakagundua alama kama hizi. Ukiamka unaona hizo alama, hasa maeneo ya tumbo au katika maeneo ya mwili. Hizi alama za rangi ya hina ni alama za sihiru dakhili, yani kuna uchawi ndani ya mwili wako. Hizi alama huwa ziko mara tatu. Kuna alama nyeusi, alafu kuna hizi alama za rangi kama brown, alafu kuna rangi ya kama blue kwa mbali. Zote hizi na maana yake, kuna alama za jini, kuna alama za uchawi, kuna alama za kijicho. Kwa hiyo uweze kutofautisha hizi alama ambazo zinazojitokeza katika mwili ni alama ni za uchawi au alama za kijicho au alama za uwepo wa jini eneo lile. Kwa hiyo alama hii ya rangi kama ya hina ni alama ya kudhihirisha kwamba ndani ya mwili wako kuna sihir ambayo ni sihiru dakhili. Na pia alama nyingine ni ile hali ukilala unaota unakula. Kila mara ukilala unaota unakula. Na ningelipenda kuangazia hapa, sio kila ndoto unaolala ukiota unalishwa basi ni uchawi. Kuna wale ambao wana majini ndani ya mwili. Hao majini wa uchawi huwa wakati mwingine wanalishwa na yule mchawi kutokamana na kazi wanayoifanya. Sasa mhusika anapokuwa amelala, yeye anaota analishwa, lakini huwa ni yule jini ndiye anayelishwa. Kwa hiyo inatakiwa uweze kutofautisha kati ya wewe ndio unaelishwa au unakula mwenyewe, unaona, au unalishwa katika mazingira yapi. Kwa hiyo kuna milisho mengine analishwa yule kiumbe ambaye yuko ndani kutokana na kazi aliyoipata. Hasa ikiwa mtu ametoka kusomewa sana, yule jini ametabika sana, mhusika akaenda kulala anaota anakula. Sasa huwa ni yule jini analishwa. Ima yule jini analishwa apate nguvu zaidi azidi kumtabisha huyu mgonjwa, au labda ni uchawi huo unakuwa unalishwa. Lakini mara nyingi uchawi wa kulishwa
muhusika huwa analishwa, mara nyingi wanaulishwa uchawi huwa wanalishwa baada alfajiri. Yani mtu ambaye amezoea akishamaliza kuswali anarudi kulala, yani ule usingizi wa saa 12 saa 1 hapo ukirudi kulala tu basi utahisi kwamba unalishwa uchawi. Ndio maana wanachuoni wa fani hii wanaeleza mtu kama anasumbuliwa mambo ya kulishwa uchawi kila mara, basi asiwe analala wakati kama huo, kwa sababu pia chawi hii huwa mara nyingi pia inaharibika, ina expire. Sasa kwa kuwa inaharibika, wana kibarua cha kurenew tena. Sasa ukilala unalishwa tena, inarudi tena, ukilala unarudi. Sasa wewe unaenda kusomewa, inaisha, ukilala tena unalishwa. Unaona, ndio maana pia kuna njia za kuzuia kulishwa uchawi ndani ya usingizi. Kwa hivyo ile hali ya kulala unaota unakula nini ni alama za uchawi huo. Fuqdanu shahia, mtu kukosa hamu ya kula, appetite. Ametumia dawa amfanya hivi lakini hana hamu ya kula kabisa, yeye anaweza kukaa tu anasema askinja. Hiyo ni alama ya sihru dakhili, uchawi wa ndani ya mwili. Na pia alsa, mtu kuwa na vidonda vya tumbo. Leo utapata hata wasichana wadogo eti wana vidonda vya tumbo. Vyote hivi ni matokeo ya vile vitu walivyokula vichafu, walivyolishwa ndani ya usingizi, au walivyolishwa katika vyakula ambavyo ni vichafu vya uchawi, vimewasababishia wamepatwa na vidonda vile ambavyo havisikii dawa mara nyingi. Na dalili hizi tunazozitaja haimaanishi kwamba ukiwa nazo tayari ujihukumu. Kuna mambo mengine ni ya kawaida, huenda kukosa hamu ya kula labda ni kitu cha kawaida, lakini tuweze kutofautisha hii itakuwa ni ya uchawi wa kulishwa au itakuwa ni hali ya kawaida. Kama vile tunasema alama nyingine ni mtu kuwa na vidonda vya tumbo. Hatumaanishi kila aliye na vidonda vya tumbo basi tayari yeye amepatwa na uchawi wa ndani ya mwili. Huenda labda imesababishwa na vitu fulani vingine ambavyo si vya uchawi alivyokuwa anatumia mhusika. Alama nyingine intifakhul batni, ni tumbo kufura. Tumbo lako kila mara la vimba, ni alama ya uchawi wa ndani ya mwili, uchawi wa kulishwa au kunyweshwa. Na pia hararatun fil batni, kuhisi kama ndani ya tumbo kuna moto unawaka, na hisi tumbo la waka moto. Hii ni alama moja hapo ya alama hizo. Na pia alamu batni miraran, ni maumivu ya ndani ya tumbo kila mara wasikia tumbo liko chungu la uma, ni alama moja wapo. Na pia ghathian ahyanan, wakati mwingine ukiamka asubuhi unasikia kichefuchefu, kila mara wasikia kutaka kutapika na kuteua kila mara. Na pia kathratul ghazat, tumbo kujaa gesi, kila wakati unasikia tumbo limejaa gesi, unatumia kiukamba au unatumia sijui nini lakini bado iko hapo. Na pia wakati mwingine mhusika anapokuwa anasomewa, anafanywa visomo, huwa anasikia ndani ya tumbo kama kitu kambe tumbo la toa sauti. Hii ni alama pia, alama ya sihru dakhili au sihru makulin au mashrubin. Na pia alama nyingine, mhusika wakati mwingine anaweza kusikia kitu kama mpira, kiboli hivi kinazunguka ndani ya tumbo, kinaenda huku, kinazunguka, kinakuja hapa mpaka katika koo hivi, kinateremka. Hivi vyote ni alama ya uchawi wa kulishwa. Na pia kuhisi harufu mbaya inatoka ndani ya tumbo, ukiteua hivi unatoa harufu mbaya ya muozo. Hii ni ishara ya kuonesha vitu ambavyo vilivyoingizwa ndani ya tumbo lako si vitu ambavyo ni vya visafi. Kwa hiyo matokeo ni kwamba kila ukiteuka, harufu inayotoka katika mdomo wako, hasa kutoka kuanzia tumboni mwako, inatoka harufu mbaya zaidi, kama kinyesi hivi. Kwa hivyo ni ishara ya kuonesha ndani ya mwili wako kuna sihrul maakulin, uchawi wa kulishwa. Na pia al-imsakul muzmin, kupatwa na kutopata haja kubwa. Ukienda wajikamua sana chooni, haja imekuwa ni shida, na hii ni kutokamana kwamba tumbo lako tayari limekuwa kavu ndani, kutokamana na vile vitu ulivyolishwa vya uchawi. Mara nyingi huwa wana matatizo hayo. Watu walio na uchawi wa kulishwa, waliopatwa na uchawi wa kulishwa, huwa wana shida ya haja kubwa. Pindi wanapoenda chooni basi inakuwa ni kazi, au anaweza kukaa siku 2 hapati choo. Na pia maumivu makali wakati wa period, wakati wa menstruation, unahisi maumivu makali ambayo si ya kawaida kila mara. Unajua kuna maumivu yale ya kawaida,
Kuna baadhi ya mabinti wakiingia katika dauru shahri, wakiingia mwezini mwao, basi huwa wana maumivu fulani, lakini haya yake ni ya kushangaza kiasi ya kwamba paka analia, nasikia maumivu sana. Basi hiyo ni ishara ya alama ya uchawi wa kulishwa. Na pia dhufu ru'ya, kudhoofeka kwa kuona, yani kuona kwako kumeanza sasa, huoni vizuri. Hii ni athari ya uchawi ambao uko ndani ya tumbo. Na pia alama nyingine ni uso wako kuwa mweusi, haswa wakati unapokuwa unasomewa, inaonekana kwamba uso unaanza kubadilika. Ukimaliza kusomewa, uso wako unarudi katika hali ya kawaida. Na pia alama nyingine ni kuhisi maumivu chini ya uti wa mgongo. Alama ya mwisho ni kukatika kwa nywele na kuharibika kwa ngozi. Mtu alikuwa na nywele zake nzuri, basi zinakatika, kila kichana za katika. Ni kutokamana na vitu ambavyo viko ndani ya tumbo, ambavyo vitu hivi vimeleta athari kiasi ya kwamba nywele zake zinakuwa zinakatika, na pia ngozi yake inaanza kuharibika maskini, kutokamana na vitu ambavyo viko ndani ya mirija kupitia chakula. Matokeo yake ni kwamba vimesababisha ile ngozi yake imeanza kusinyaa, imeanza kukauka, inaanza kuwa vibaya. Hii ni kutokamana na sihrul maakul, uchawi wa kulishwa. Kwa hivyo leo biidhnillahil karimu tutafikia hapo. Tumeeleza mambo mengi yanayohusiana na historia ya uchawi mwanzo, na vigawanyo na sampuli mbalimbali za uchawi, na leo tumefikia katika kipengele cha kutaja uchawi wa ndani ya mwili. Na tukaeleza mojawapo ya chawi ndani ya mwili ni uchawi wa kulishwa au kunywesha, au uchawi wa kunushishwa, au uchawi wa kukanyaga, au uchawi wa kupakwa. Lakini leo nimemalizia kwa kutaja uchawi wa kulishwa na alama zake. Kwa hiyo bado kuna vipengele vya uchawi wa kunukishwa uko vipi, uchawi wa kukanyaga alama zake ni vipi, uchawi wa kupakwa dalili zake. Alafu tutakuja katika vipengele vingine, uchawi wa nje ya mwili. Tumeeleza uchawi wa nje ya mwili ni uchawi wa nyota, uchawi wa kuzikwa, uchawi wa maji, hizi chawi zote zina vipengele ambavyo tunaeleza, ni mada ndefu. Kwa sababu kila tutakapokuwa tunaeleza itahitajika tueleze uchawi ule unatengezwa vipi, na unazikwajwe, na njia za kuharibu uchawi huu ni vipi, na alama za mtu aliyepatwa na uchawi wa nje ziko vipi. Kwa hivyo inshallah, na kushukuruni nyote ambao mmefuatilia kipindi hichi ambacho ni muhimu sana Muislamu kuweza kukijua, ambapo najua kuna wengi wametaabika sana kutokamana na mambo ya uchawi, lakini nimejaribu kadiri vile Mungu amenijalia kuweza kufafanua, na huu ndio ufafanuzi ambao nimeueleza. Kama mtu atakuwa na maswali yoyote, basi ataweza kuweka katika comment yake. Tumuombe Allah atujalie ni wale wenye kusikia maneno ya sawa na kuyafuata. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.